Bwana Jonas Emmanuel Maziku, ndugu yangu, mambo vipi? Bwana safi ndugu yangu, mambo yanaendaje? Bwana fresh kama kawaida sana ndugu yangu. Hongera kwa kufika kwenye dimba la KMC, tumeshuhudia mpira salama, tumemaliza salama. So tusubiri kuona nini ambacho kitatokea kwenye michezo iliyosalia. Ndio. Bwana, kilichotokea humu dimbani KMC leo. Kwanza kuna watu wanasema refa amepoyanga. Wewe kwa maoni yako wewe unamtathmini vipi refari wa leo? Kwa mchezo wa leo mimi mwamuzi binafsi sijaona sehemu ambako ana makosa kama ambavyo watu wanataja. Unajua mchezo wa mpira wa miguu kuna namna pia siku hizi wa kuutazama. Ukiutazama kiushabiki utamwona mwamuzi alikuwa na makosa, lakini ukiutazama kwa namna ya kazi zetu ambavyo zinataka tuutazame mpira utagundua pia mwamuzi hakuwa na makosa kama ambavyo watu wanasema. Of course kuna matukio mawili ambayo unaweza kumlaumu kwa hisia. Yani kwamba Jonathan Soa alistahili kuzawadiwa tuta kwa maana ya Singida Black Stars baada ya kuchezewa vibaya. Lakini macho yangu na hata ukitazama kwa namna ambavyo aina ya movement sehemu zote zile hakuna ushawishi mkubwa wa kumshawishi mwamuzi kuweza kuweka tuta. Zaidi ya yule ambaye nadhani ilikuwa ni penalty ajiulize kabla ya kusubiria mwamuzi amtunuku kuwa penalty Jonathan Soa alikuwa na nafasi ya kufanya nini kabla ya kuchezewa au kuguswa. Jonathan Soa kuanzia mpira wa kwanza ambao tukio la kwanza linatajwa ilikuwa tuta, alikuwa na uwezo wa kufunga yeye mwenyewe kabla hata mwamuzi kutegemea msaada wa mwamuzi. Goli la pili wengi wanahamaki tukio la pili watu wanahamaki lilikuwa ni tuta tena wakidhani kwa sababu tu mchezaji kaanguka. Ukiwafuata wengi wanadhani aliguswa miguu. Lakini mwamuzi walitaka watafsiri nini? Mguuni ukiangalia Chamu hakumgusa kuanzia kiunoni kushuka chini. Hakumgusa Jonathan Soa. Alichokifanya ni kuweka mkono kwenye bega. Sasa kuna kuweka na kushika. Watu wanashindwa kutofautisha. So tuna mambo mengi ya kujifunza pia. Ifika wakati tuanze kufundishana hata kuangalia mpira. Ila kwa mpira wa leo sioni kama mwamuzi ana makosa yote ambayo ameyafanya. Kwangu mimi alikuwa fair. Kuna wakati alionekana kuwa rafiki na matukio ya Simba, kuna wakati alionekana kuwa rafiki na matukio ya Singida Black Stars. Lakini hayo matukio ambayo yanatusemwa Simba kapendelewa kwamba Singida kanyimwa penati, kwangu mimi sikuona penati hata moja ambayo ilistahili kutoka kwenye huu mchezo. Sawa. Kwenye lineup ya Singida kuna baadhi wanasema kwamba leo Singida ameweka full nondo, yani full mkoko, alafu kuna ile game ya watani kwamba game ya dhidi ya Yanga kwamba Singida aliweka kikosi dhaifu. Wewe unazungumziaje hili swala la lineup ya leo na watu kuikosoa? Of course Singida imekuwa kama unaweza kaifananisha kama timu ya mission. Yani ipo kwa ajili ya mission maalum na si kupigania labda mataji kama ambavyo watu wanafikiria. Unaweza kaifikiria hivyo kwa sababu hata mimi nikiwa tuna akili timamu, nikiwa sina level kubwa ya ukocha, nikiwa mechi ya kwanza ambayo David Ouma alituigizia, alitufanyia sanaa ndani ya kiwanja, haifanani sana ama haitofautiani sana na ya leo. Kwa sababu tofauti yake ni nini? David Ouma siku zile alianza na lineup tofauti na ile ambayo tumeizoea. Leo kaanza na lineup ambayo tunaamini Singida bora. Lakini je, wamefanya kila ambacho tulistahili kukiona wakikifanya? Singida wanacheza kana kwamba na wao wametoka kucheza finali, wachezaji wake wamechoka kana kwamba hawahitaji kwa umuhimu wa kuifunga Simba. Kwa pressure ambayo Simba alikuwa nayo, Singida wangeamua kuitumia pressure ya Simba, wangeweza kupata goli na wangeweza kupata ushindi na si kutegemea magoli ya penati ambayo wanalalamika. Kuna matukio ya ajabu sana yanastahili kukemewa na si kulalamikia penati. Penati ni jambo dogo tu, lakini je, tukio la Jonathan Soa kuchomoa kibendera kwenda kupigana na mashabiki, watu ndo la hatari zaidi wangetakiwa kulilalamikia kuliko kulalamikia Jonathan Soa kanyimwa penati. Hakustahili kuwa na penati yoyote kwa macho yangu ya nyama. Labda sijui nikatazame mara 4 mara 5 ndio naweza nikagundua kama kuna tuta, lakini mwamuzi kwangu mimi alikuwa fair. Kuna wakati pia Morris Chuku aliuzuia mpira ambao ulikuwa unaelekea kwenye hatari langoni kwao, si tu kwenye boxi lakini karibu na boxi ambayo ingekuwa ni faulo na Simba ni watamu kwenye faulo, ingewasaidia. Mwamuzi kaona kabisa Morris Chuku kauzuia kwa mkono lakini kasema tondoke. Kwa hiyo tukianza kuhesabu matukio utagundua pia hata Singida pia kanufaika na matukio ya mwamuzi kwenye mechi ya leo. Simba kidogo walionekana wazito, walionekana wako slow. Sababu kuu ni nini? Je, ni nguvu iliyotumika kwenye finali dhidi ya Berkane? Of course finali ndio ambayo imewachosha zaidi wachezaji wa Simba.
Hakuna kificho kama hicho. Simba wanacheza leo kana kwamba wanalazimishwa. Shomari Kapombe kuna muda anakuwa kidogo na muona kabisa akachoka, anahitaji labda kufanywa mabadiliko, lakini labda ufinyu na uhitaji wa game ikiwa inamhitaji zaidi Shomari, lakini pia hata na safu ya ushambuliaji Jean Charles Ahoua kuna muda naye alionekana kabisa tanki linapungua spidi, lakini hakukuwa na mbadala kwa wakati huo hadi mesubiri sana mwalimu kumwamini Mavambo, lakini mchezaji kama Ngoma safi, performance nzuri kote. Kwa hiyo uchovu of course upo. Kuna muda unaona kabisa akili ya wachezaji wa Simba inataka kitu fulani lakini mwili hautaki. Ni binadamu, sio mashine. Kwa ni swala ambalo linaeleweka. Yani wa kuwashangaza zaidi ni Singida Black Stars ambao wameshindwa kuifunga Simba ambayo imetoka kwenye mechi ngumu na uchovu na wao wakacheza kama wamechoka. Kwa hiyo Singida ndo watu waulize zaidi kuliko Simba Sports. Inarudiwa tena, wanakutana ndani ya siku chache kwenye ile nusu finali ya kombe la shirikisho. Unaona Singida akiweza kulipiza kisasi na kumtoa Simba kwenye nusu finali? Hata wacheze mechi 10 kuanzia leo mbeleni, back to back to back to back to back. Singida hii inavyocheza, Singida hii sio na malengo ya 100% uwanjani, hawezi kumfunga Simba mwenye malengo. Singida tu sio tu kusubiri mechi ijayo. Singida ilitakiwa ashinde mechi kuanzia leo hii na alikuwa na nafasi ya kushinda, lakini hakuwa na uwezo huo. Kwa hiyo maana kama ameshindwa leo kuifunga Simba ambayo na wachezaji wamechoka, ni ngumu kuwafunga Jumaa 31, ni ngumu kuwafunga hata kwenye mechi nyingine zote. Tumalizie na Jonathan Soa. Mchezaji professional kama Jonathan Soa amefanya kitu kama kile. Unadhani nini kifanyike sasa? Nini kilimuingia akilini mpaka akaweza kufanya kitu kala anataka kupigana na mashabiki? Ni banning tu, hatua ichukuliwe. Kanuni zinasemaje? Kanuni zinavyotaka zichukuliwe hatua. Hakuna kubembelezana tena siku hizi. Anakuja mchezaji anajiona star kisa kaimbwa na waandishi wa habari, kaandikwa kwenye peji nyingi za Instagram, anajiona mwamba, huwa anatumia kauli ya niache tu hiyo kauli kwa leo. Lakini kwa kile kitendo alichokifanya Jonathan Soa akipendezi kwenye macho ya watu, kanuni zinataka nini zitazamwe, achukuliwe hatua kwa kile ambacho anastahili kufanyiwa. Kwenda kufanya vurugu na mashabiki ni kosa kubwa sana ambalo linaweza likahatarisha maisha yake tena yeye zaidi kuliko shabiki aliyemfuata jukwani. Ndio. Bwana Maziko, asante sana kwa maoni yako ya leo. Asante sana, shukrani. Pamoja sana.